Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Tunaona mtoto wa Mkubwa Fella tunaona ameweza kumvaa Diamond Platnumz kwa sababu tunaona vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii inamhusisha kwamba Diamond Platnumz amemkataa Mkubwa Fella kipindi hichi ambacho tunaona baba yake anapitia changamoto. Kama unafahamu ni kwamba Mkubwa Fella sasa hivi, kwa taarifa tulizozipata, ni kwamba anaumwa sana, yupo nyumbani kwake, lakini inasemekana kwamba Diamond na wasanii wengine ambao aliwahi kuwasaidia wamekuwa wakimtenga na wamekuwa wakimsahau katika kipindi kigumu ambacho inaonekana anapambania uhai wake. Sasa kupitia kurasa mbalimbali za Instagram akiwemo Maimartha amelizungumzia hili swala na ameliweka bayana kwa taarifa kuhusiana na huyu mtoto wa Mkubwa Fella na akamfanyia interview. Sasa Maimartha bana akamfanyia interview na alimuuliza mambo kadha wa kadha mtoto wa Mkubwa Fella, na amezungumza vitu vingi sana huku akimshtumu Diamond Platnumz kwa kumsahau babake. Kwa hiyo mtoto huyu mkubwa ambaye pia wa Mkubwa Fella ambaye alikuwa ni meneja wa Diamond Platnumz amefunguka juu ya babake utapata ushirikiano na msaada kutoka kwa Simba baada ya kupata maradhi. Kwa hiyo tu baada ya kupata maradhi tunaona Diamond ni kama amemkataa hivi Mkubwa Fella kwa sababu tunaona jinsi ambavyo hawa wawili waliofanya kazi. Tunakumbuka Mkubwa Fella alikuwa anasimamia ya Moto Band au sio, na baada ya hapo tunaona jinsi ambavyo ameweza kwenda kumsaidia Simba, na tunaona anaweza kufanya kazi na wasanii wengi na kuweza kuwa mkubwa. Sasa baada ya interview hiyo inaonekana kabisa watu wamekuja juu na kusema kwa nini mtoto huyu anaongea vitu kama hivyo kwenye mitandao ya kijamii, ambapo tunaona Esha Bueta akaandika msasa kila aliyenyanyuliwa ni kwa matakwa ya Allah na sio binadamu tulimsahau Allah. Kwa hiyo anasema kwamba kila kitu tunaona watu wamekuwa wakimsingizia Simba wakati kuna Mungu ndiye anaweza kuweza kumuomba. Mmoja kaandika dada Esha, huyo anaweza kukutafutia njia na mafanikio kupitia mtu pia. Kwa hiyo hata hiyo njia Mungu anakukumbusha shukrani pia. Sasa kama unashindwa kumshukuru, kama unashindwa kumshukuru unimwona kwa macho ndio utamshukuru, si muona kwa macho, hiyo sio kweli. Mmoja kaandika toto la kiume hilo linalalamika baba yake asaidiwi. Ni Omar Bula. Ni huzuni, ndio maana inaongezeka kila siku. Namba msana na bado ana mdomo mchafu. Sio mwanae huyo, anawaza aweke playlist bandika bando baada ya katafute kazi amsaidie babake. Hebu mumpumzishe Diamond. Diamond kawa star ndio Fella kujichomeka? Hapana. Hapa niko sasa na nasibu. Hebu mumpumzishe jamani. Mmoja kaandika kabisa, alafu cha kushangaza pesa India akalipa Diamond yote. Inasemekana kwamba Diamond alilipa takribani milioni 15. Tunaona jinsi ambavyo alimsaidia, alimpeleka India kwa ajili ya matibabu. Mmoja kaandika kwamba kwani msaidia Diamond au ilikuwa ni biashara? Wabongo msaada imekuwa kama ni lazima. Mmoja anasema kwanza kijana atuambie pesa zilizompeleka babake India alitoa nani? Pili kijana atuambie kabla ya kumlom Diamond kwamba hamsaidii baba yake yeye, kama mtoto amemsaidia nini baba yake mpaka dakika hii? Yani amemsaidia nini baba yake mpaka dakika hii? Na wala sio kulalamika. Jamani, kama Diamond alienda mpaka India, mnataka afanye jamani? Mtu anaugua muda mrefu, mnataka Diamond atoe kila alichonacho wapi? Kama mtu mpaka India alimpeleka na bado hamshukuru, hata afanye nini bado hamtamshukuru. Msitupandishe pressure hapa. Tunaona jinsi ambavyo watu wanaweza wameonekana kuanza kumtetea Diamond kwamba kwa namna moja ama nyingine Simba amejitahidi sana kujitoa kwa ajili ya Mkubwa Fella, lakini sasa watu wengine wanaona kama Diamond pengine labda anazingua, lakini kiukweli ni kwamba Diamond amejitoa sana katika kumsaidia Mkubwa Fella. Tena kipindi ambacho hata wengine walikuwa wafahamu, kwa sababu hili jambo
ameliibua mke wake Sweet Fela, na tunaona Sweet Fela alizungumza kwamba kuna wasanii ambao wamekataa kumsaidia Mkubwa Fela na aliweza kuwasaidia kipindi kile ambacho alikuwa ni mzima wa afya. Mmoja kaandika, leo nimegundua kitu, sisi vijana kinachotusumbua ni chuki na furaha ya maskini ni kumwona tajiri anashinda njaa kama yeye. Sasa Mondi ndio mtu pekee kasaidiwa na huyo father. Huyo kijana mwenyewe anaonekana amelingana umri na Dai. Kwa nini simsaidie father? Kutosikiliza ngoma za Dai sijui kumfollow haisaidii afya ya father. Tuangalie kauli zingine na namna ya kufanya ili father afya ikae sawa. Anyway, naomeni kazi mwenye kazi yani ajiri. Kwa hiyo anamaanisha kwamba hata ukiangalia umri huyu kijana ambaye anajiita ni mtoto wa Mkubwa Fela ni kama anafanana na Diamond kwa umri. Kwa hiyo asilazimishe sana kwa namna moja ama nyingine kuomba msaada wakati yeye ni mtu mzima, na kiukweli Diamond sio amesaidiwa na huyo peke yake. Kuna watu wengi wamemsaidia Diamond. Kwa hiyo huyo ni miongoni mwa watu ambao waliwahi kumsaidia Diamond. Mmoja kaandika eti bora nimsikize Konde. Sasa simwambie Konde akupe hizo pesa. Maana kuna sehemu alisema kwamba bora Harmonize amsaidie kwa sababu tunaona Harmonize pengine nasikiza nyimbo zake. Jamani tufanye kazi tuache lawama. Jamani mwacheni kaka watu Diamond. Mmoja kaandika kaa kimya dogo. Diamond kazi anayo. Siafe tu akawasalimu ndugu zetu waliokufa tarehe 29. Mwingine akasema kwa nini mmoja akasema mhudumie kwani baba yetu yake au mwanae si umsaidie wewe. Huu muda unamlaumu huyo Simba. Wewe unafanya nini kwa baba yako? Yaani unafanya nini kwa baba yako? Yaani unavokaa ule muda unamlaumu Simba. Je, unafanya nini kwa baba yako? Mmoja kaandika ingekuwa wasanii hawajatuudhi ile Oktoba, huyo Mkubwa Fela angechangiwa na wananchi na haya yote yasingekuwepo. Nyie mnaona mlichokifanya, haya ndio matokeo yake sasa. Kwa maana ya kwamba yaliyotokea tarehe 29 watu wanaonekana kulipiza kisasi. Diamond alipowasaidia mlikaa kimya. Sasa hajawapa kitu maneno naotoka. Na yeye binadamu mwachini mtoto wa watu, kwani msanii yupo peke yake. Leo mbaya mtu mmoja yeye mshipa shingo ndio watoka. Kwa hiyo anamaanisha kwamba Diamond anajitoa sana au sio? Kwa namna moja ama nyingine inaonyesha kabisa kwamba Diamond hana tatizo. Mwingine sema kwani hujui kama Diamond ana mke? Saizi ni simpigie Zuchu. Yaani kwa kuwa Diamond ameoa, kwa hiyo si wakati wa kumsumbua Simba. Kwa kuna namna moja ama nyingine inaonyesha kabisa kwamba kumzungumzia Diamond anazingua, bora ampigie Zuchu moja kwa moja. Diamond mmoja akasema yani nilijua tu issue mwisho wa siku lawama zitoke zitapewa Mondi. Hebu mpumzisheni kaka watu. Si alishatoa msaada wa kwenda India, mlitaka afanyeje? Kwani amuuguze yule mtu mpaka hapo. Kwani Fela wakati anafanya kazi ndani alikuwa halipwi? Kijana tafuta hela, umuuguze baba yako, acha lawama. Kwa hiyo maneno yamekuwa mengi sana. Mmoja kaandika msaada sio haki yako. Pambana upate chako kijana, dunia haiwezi kusimama kwa sababu ya matatizo yako. Yaani dunia haiwezi kusimama kwa sababu ya matatizo yako. Kila mtu ana matatizo yake. Kwa hiyo ndio maana dunia sio fair. Mmoja kaandika kwamba kwanza huyu mtoto Mkubwa Fela alipigwa, mbona afanani na mkubwa? Pengine labda atakuwa alipigwa Mkubwa Fela huyu mtoto kama sio kwake. Hivi hakuna sehemu. Mmoja kaandika kwani ni lazima unashinda kupambana msaidie babako unajiliza mitandaoni. Wengine anamchukulia ni kama pengine labda ni mtoto wa Mkubwa Fela. Unalipenda kuzungumza kuhusiana na hili? Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.